Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo ameiweka mbele yangu ili nikaweze kumshukuru na kumfanya kuwa Mungu mwenye mamlaka zaidi ya mamlaka. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake ndani mwangu. Namshukuru Mungu kwa kuifanya siku ya leo kuwa siku yenye baraka. Na yeyote unayenisikiza, unayenitazama, nina neno moja tu ambalo ni neno la himizo. Neno la himizo linatoka kwenye mtumishi wa Mungu mmoja ambaye aliyekuwa anaitwa Elisha. Mtumishi wa Mungu Elisha ananifanya kuwa jasiri kwa ajili ya kazi ya Mungu aliyokuwa anaifanya. Na kupitia kwa neno lake linanifanya kuwa na ujasiri na kujijua na kujifahamu ya kwamba Mungu anao uwezo tena mamlaka. Na Mungu hutumia watu wake ili kujidhihirisha ya kwamba yeye ni Mungu anayeishi. Mungu alimtumia Elisha kwa ajili ya ishara na kazi yake ndani mwa Elisha. Neno la Mungu linatoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari mdogo wa kwanza hadi mstari mdogo wa 7. Biblia inaniambia kwamba mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu Elisha alimfahamu Mungu kwa kazi aliyokuwa ameiweka ndani mwake. Na wakati Elisha alimfahamu Mungu kwa ishara alizokuwa ameziweka ndani mwake, naye Elisha akajifahamu ya kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu. Na Elisha alitaka kumthibitishia Mungu ya kwamba licha ya kuwa Elisha na tena pia alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na si utumishi tu, alitaka kumthibitishia Mungu ya kwamba ni yeye aliyemtuma kwa ajili ya watu waliokuwa wamepotea. Na kulikuwa na mama mmoja ambaye alikuwa ni mjane na alikuwa amefiwa na mumewe, na mume wake alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na jinsi ambavyo ujuavyo, ukiwa umebaki kuwa mjane, kuna mambo mengi ambayo yanakuacha ukiwa unajiuliza maswali mengine mengi hayana majibu. Lakini kwa kuwa matumaini yako unapoyaweka kwa Mungu, na Mungu ndio mwenye jibu, na Mungu mwenyewe ndiye anayejua hatima ya maisha yako, Mungu hukupa jibu kwa wakati wake. Elisha alimfahamu Mungu kwa kazi yake aliyompa aifanye. Mama alimfahamu Elisha kama mtumishi wa Mungu. Na huyu mama alipofiwa, ilifikia wakati akawa hana matumaini kwa sababu ya kwamba alijua ya kwamba mume wake alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na jinsi ajuavyo Elisha ni mtumishi wa Mungu, akawa anajisemea mwenyewe kimoyomoyo akisema kwamba kwa nini mimi niende kwa mganga na kuna mtumishi wa Mungu? Ndivyo wakati mmoja Elisha alipokuwa akitembea, huyu mama alimwendea Elisha akamwambia kwamba Elisha, mtumishi wa Mungu, mimi ni mjane. Na jinsi ambavyo ujuavyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Wakati ambapo mume wangu alipokufa, alimwachia watoto wawili. Na jinsi ambavyo ujuavyo mtumishi wa Mungu, sina chochote. Na kulikuwa na mahali nilikokuwa nikidaiwa madeni. Na yule aliyekuwa ananidai madeni amekuja kuwachukua wana wangu ili waende wafanye kazi kwa nyumba yake. Na mtumishi wa Mungu Elisha akamuuliza huyo mama, unataka nikusaidie nini? Na jinsi ambavyo nilivyokuambia kwamba neno hili linatoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari mdogo wa kwanza hadi mstari mdogo wa 7. Biblia inasema kwamba mtumishi wa Mungu alimuuliza mama, unataka nikusaidie nini? Na huyu mama akamwambia kwamba mimi ninadaiwa madeni na sina yule ambaye nitakayeenda kumweleza ili anisaidie, na kwa sababu nimekuona naomba unisaidie. Mtumishi wa Mungu kwa hekima aliyokuwa nayo alimuuliza huyo mama,
una nini nyumbani mwako? Mama akamwambia mtumishi wa Mungu, sina chochote, lakini nina mafuta kidogo kwa nyumba. Mtumishi wa Mungu akamwambia mama, nenda uazime maghala kwa jirani, na unapoleta hayo maghala jifungie kwa nyumba na watoto wako. Na mama akafanya vivyo hivyo. Na wakati mama alifanya vivyo hivyo, kujifungia kwa nyumba na wanao wawili, ilikuwa ni ishara ya kwamba Mungu alitaka kujidhihirisha, kuonyesha kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, anataka kumtumia Elisha kujidhihirisha kwamba anazo ishara zaidi ya njaa. Na akamwambia mama, unapojifungia kwa nyumba na wanao wawili, anza kuyamimina mafuta kwenye hayo maghala. Mama akafanya vivyo hivyo. Akamwambia, enenda uazime mengine uyalete. Mama akamwambia kwamba nimeyaleta yote, hamna lolote lililobaki kule. Wakati mafuta yalijaa kwenye hayo maghala, mama akamwambia, mtumishi wa Mungu akamwambia mama, enenda uchukue mafuta uende uyauze na uende uyalipe hayo madeni yaliyokuwa yanakutesa, na mengine uyatumie wewe pamoja na watoto wako. Ndugu mpenzi, brother mtazamaji, kuna mahali ambapo umepotea bila kumfahamu mtumishi wako. Haumjui mtumishi wako, haumfahamu mtumishi wako. Ni vyema kumjua mtumishi wako ya aina gani, na mtumishi wako ni nani, na mtumishi wako anakutumia namna gani, na ni nini ambacho unachoweza fanya kumkumbuka mtumishi wako. Kwa kuwa huyu mama hakuwa mchoyo, ilibidi aende aazime maghala, na kupitia kwa kuazima haya maghala, Mungu alitaka kumpitishia Elisha ya kwamba ana uwezo zaidi ya matatizo. Alitumia mafuta ya mama kuyamimina hayo mafuta kwa zile ndoo ambazo zilikuwa zimebaki. Kwa zile buckets ambazo zilikuwa zimebaki, mafuta yalijaa, na licha ya kuuza, mama alipata chakula, mama alilipa madeni, mama alifurahi hadi akaenda kuambia majirani. Mungu ametenda ishara. Mtumishi wa Mungu, popote ulipo, usikule peke yako. Jifunze kukula na watu. Jifunze kumshirikisha Mungu kwa lolote unaloliona kwamba hauliwezi. Bwana wetu Yesu Kristo anasema ni asante. Mama alimfahamu mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ukamtumia mama kwa ishara ambazo Mungu alizokupa. Nami Mungu, ninaleta watu wako wanaonisikiliza na kunitazama kwa ajili ya neno lako. Ninataka Mungu, wao nao pia wafahamu watumishi wao kwa kile ambacho Mungu ulichoweka ndani mwao, ili wanapowatamkia neno la baraka likaweza kuwasaidia. Nami Mungu, ninakuita kwa ishara zako ndani mwangu, ukaweza kunitumia kama chombo, nami nikaweza kukushuhudia jinsi ambavyo ulivyo mkuu. Na wacha nisiwe tu mtumishi, bali nitii sauti kutoka kwako juu mbinguni, jinsi ambavyo unavyonielekeza. Asante kwa nguvu na mamlaka yako juu ya maisha yangu. Huyu mama alimfahamu mtumishi wake kwa ishara alizotimiza ndani mwake. Nami Mungu, nataka yule anayenisikiliza na anayenitazama anifahamu kwa hili neno ambalo Mungu uliloliweka ndani mwangu. Ishara zako ndani mwangu zikaweze kutimia ndani mwao. Nami Mungu, ukitenda na shukuru nikisema ni asante.
Bariki hili neno mbele yangu ili likaweze kuwa lenye nguvu na mamlaka kwa maisha yangu, kwa maisha yale anayetazama na yule anayesikiza. Kwa Kristo nimeomba pia na kuamini. Amen. Amen and amen. God bless you.